Leo tunasafiri tukiwa pamoja, tukiwa ndani ya Air France Flight namba 139. Ikiwa juu angani, kila kitu kilionekana kama kawaida. Wafanyabiashara walikuwa wakiandika maelezo ya safari yao. Familia zilikuwa zikielekea Paris kwa matumaini ya maisha mapya. Watalii wakifurahia safari yenye msisimko. Hakuna aliyejua kwamba ndani ya dakika chache zijazo ndege hii ingerushwa mbali na njia yake ya kawaida, na ndani yake maisha ya watu yangegeuka kuwa mateka wa dunia. Hii haikuwa safari ya kawaida ya kutoka Tel Aviv kuelekea Paris kupitia Athens. Walichokuwa hawajui ni kwamba ndege hii ilikuwa imeingia kwenye mpango wa kisiasa, vita vya Mashariki ya Kati, na operesheni ambayo baadaye ingeifanya dunia nzima kuzungumza jina moja ambalo ni Entebbe. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni hadithi ya ndege iliyotekwa, mateka waliotenganishwa kwa dini na uraia, na operesheni ya kijeshi iliyofanywa umbali wa zaidi ya kilomita 4,000 kutoka nyumbani. Karibu The Storyside. Mwaka 1976 dunia ilikuwa katikati ya kipindi kigumu sana cha kisiasa kilichojulikana kama Cold War, yaani vita baridi. Hivi ni vita vya ushawishi kati ya Marekani na Umoja wa Kisovieti. Wakati mataifa makubwa yakipambana kisiasa, Mashariki ya Kati ilikuwa inawaka moto. Baada ya vita vya mwaka 1967 hadi mwaka 1973, chuki kati ya Israel na makundi ya Kipalestina ilikuwa imefika kiwango kibaya zaidi. Makundi ya Kipalestina kama Popular Front for the Liberation of Palestine, yani PFLP, Fatah na Black September yalikuwa yameanza kutumia mashambulizi ya kimataifa ili kuifanya dunia isikilize madai yao kuhusu Palestina. Na moja ya silaha kubwa walioanza kutumia ilikuwa utekaji wa ndege za kiraia. Katika miaka ya 1970 dunia ilishuhudia ongezeko kubwa la hijacking, yani utekaji wa ndege. Mwaka 1968 ndege ya kwanza ya El Al ilitekwa na wanamgambo wa Kipalestina. Baada ya hapo, matukio yakaanza kuongezeka karibu kila mwaka. Mwaka 1970 pekee, kundi la PFLP liliteka ndege kadhaa kwa wakati mmoja katika tukio lililojulikana kama Dawson's Field Hijacking nchini Jordan. Ndege za kiraia zilikuwa zimegeuka kuwa silaha ya kisiasa, njia ya kupata wafungwa na jukwaa la kutuma ujumbe duniani. Sababu ilikuwa ni moja. Watekaji walijua kwamba ukiteka ndege yenye raia wa mataifa mbalimbali, dunia nzima italazimika kukusikiliza. Na kwa sababu usalama wa viwanja vya ndege ulikuwa bado dhaifu miaka hiyo, ukaguzi wa mizigo haukuwa mkali, scanners nyingi hazikuwepo, na abiria wengi waliingia na silaha bila kugundulika. Hivyo mashirika ya ndege yakaanza kuishi kwenye hofu ya kudumu. Lakini kulikuwa na tukio moja lililobadilisha kila kitu kabla ya Entebbe. Mwaka 1972 kundi la Black September lilifanya mashambulizi kwenye Olympic Games za Munich nchini Ujerumani na kuwaua wanamichezo 11 wa Israeli. Tukio hilo lilishtua Israeli vibaya sana. Kuanzia hapo, Israeli ilianza kuamini jambo moja: ikiwa taifa halitawatafuta maadui wake popote walipo, mashambulizi yangeendelea milele. Na miaka 4 baadaye, imani hiyo ndiyo ilipeleka wanajeshi wa Israeli
mpaka Entebbe nchini Uganda. Juni 27 mwaka 1976, Air France Flight yenye namba 139 iliondoka Tel Aviv, Israel, ikiwa na safari ya kuelekea Paris nchini Ufaransa. Ndege hiyo ilikuwa Airbus A300 yenye abiria 248 pamoja na wafanyakazi 12 wa Air France. Rubani mkuu alikuwa Captain Michel Backus, raia wa Ufaransa aliyekuwa na uzoefu mkubwa wa safari za kimataifa. Safari ya ndege ilikuwa ya kawaida kabisa mwanzoni, lakini kabla ya kuelekea Paris, ndege ilitua Athens nchini Ugiriki kwa ajili ya kuchukua abiria wengine, na hapo ndipo kosa kubwa la usalama lilipotokea. Miaka hiyo usalama wa viwanja vya ndege vya Ulaya ulikuwa dhaifu sana. Athens International Airport ilikuwa tayari imewahi kukosolewa mara kadhaa kwa uzembe wa security. Abiria wengi waliingia bila ukaguzi mkali, na hilo ndilo lililowaruhusu watekaji kuingia ndani ya ndege wakiwa na silaha. Miongoni mwa abiria walioingia Athens kulikuwa na watu 4 ambao hawakuwa wasafiri wa kawaida. 2 walikuwa wanachama wa PFLP na 2 wengine walikuwa Wajerumani kutoka kundi la mrengo wa kushoto lililojulikana kama Revolutionary Cells. Majina yaliyokuja kujulikana zaidi duniani yalikuwa Wilfried Bose na Birgit Kuhlmann. Wote wawili walikuwa raia wa Ujerumani Magharibi. Wilfried alikuwa amejiunga na harakati kali za kisiasa zilizokuwa zinaamini kuwa mataifa ya Magharibi yalikuwa yanakandamiza Palestina. Birgit alikuwa mmoja wa wanawake waliokuwa wanahusishwa na harakati za mapinduzi za mlengo wa kushoto huko Ulaya miaka 1970. Dakika chache baada ya ndege kuondoka Athens, kila kitu kilibadilika. Watekaji waliinuka ghafla kutoka kwenye viti vyao. Silaha na mabomu ya mkononi yakatolewa. Abiria wakaamriwa kuinamisha vichwa chini, na ndani ya sekunde chache Air France Flight namba 139 ilikuwa chini ya udhibiti wa watekaji. Watu 260 waliokuwa ndani ya Air France, wengi wao walikuwa raia wa Israeli, lakini pia kulikuwa na Wafaransa, Waamerika, Waingereza, Wagiriki, Wajerumani pamoja na raia kutoka mataifa mengine mbalimbali. Baadhi walikuwa wanaenda likizo, wengine walikuwa wanarudi nyumbani, na wengine walikuwa wafanyabiashara waliokuwa kwenye safari za kawaida kabisa. Lakini dakika chache baada ya utekaji, hali ndani ya ndege ilibadilika kuwa ya hofu. Watekaji waliamuru abiria wote kuinamisha vichwa chini, silaha zikielekezwa kwa abiria na mabomu ya mkononi yalionyeshwa waziwazi ili kuzuia mtu yeyote kujaribu kupinga. Ndani ya ndege kulisikika watoto wakilia, watu wakisali kwa sauti za chini, na wengine wakitetemeka kwa hofu. Kwa wengi wao walikuwa wanaamini kwamba safari ya maisha yao ilikuwa imefika mwisho. Baada ya kuteka ndege, watekaji walibadilisha njia yake haraka. Ndege ilielekezwa Benghazi nchini Libya. Wakati huo, Libya ilikuwa chini ya utawala wa Muammar Gaddafi ambaye alikuwa anaunga mkono baadhi ya harakati za Kipalestina. Ndege ilitua na kukaa Benghazi kwa takriban saa 7. Katika kipindi hicho, ndege ilijazwa mafuta, baadhi ya mateka walihojiwa na mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa aliachiwa. Lakini safari haikuishia Libya. Baada ya usiku mrefu wa hofu, ndege iliondoka Benghazi na kuanza safari nyingine ndefu kuelekea kusini. Wengi wa abiria hawakujua walikuwa wanaenda wapi, lakini baada ya masaa kadhaa, rubani akateremsha ndege katika sehemu ambayo ilikuja kuingia kwenye historia ya dunia, ambapo ni Entebbe International Airport nchini Uganda.
Ili kuelewa kwa nini watekaji walipeleka ndege Uganda, lazima kwanza tumuelewe mtu mmoja aliyeitwa Idi Amin. Mwaka 1976, Idi Amin alikuwa rais wa Uganda na mmoja wa viongozi waliotikisa Afrika na dunia kwa kauli zake, jeshi lake na utawala wake wa hofu. Aliingia madarakani mwaka 1971 baada ya kumpindua Milton Obote kwa mapinduzi ya kijeshi. Mwanzoni, Israel ilikuwa mshirika mkubwa wa Uganda. Katika miaka ya mwanzo ya jeshi la Uganda, Israel ilitoa mafunzo ya kijeshi, msaada wa silaha, ushauri wa kiusalama kwa serikali ya Uganda. Lakini uhusiano huo ulivunjika haraka. Idi Amin alianza kuamini kuwa Israel ilikuwa inamdhibiti kisiasa na kijeshi. Baadaye akaikataa Israel hadharani na kuanza kujenga uhusiano mkubwa na Libya ya Muammar Gaddafi, Palestina na mataifa mengi ya Kiarabu yaliyokuwa yanapinga Israel. Muammar Gaddafi alimsaidia Idi Amin kwa fedha, mafuta na ushirikiano wa kijeshi. Kutokana na uhusiano huo, Uganda ikaanza kuwa karibu na makundi ya Kipalestina yaliyokuwa yanapambana na Israeli, na hiyo ndiyo sababu kubwa iliyofanya Entebbe ichaguliwe. Watekaji walijua kuwa ndani ya Uganda ya Idi Amin walikuwa na nafasi kubwa ya kupata ulinzi kuliko nchi nyingi duniani. Na walipofika Uganda, lilitokea tukio moja lililoshtua dunia ambalo Idi Amin mwenyewe alienda Entebbe Airport kuwasalimia watekaji na mateka. Kwa nje alijifanya kama mpatanishi anayejali maisha ya mateka, lakini kwa nyuma ya pazia mataifa mengi yaliamini kuwa serikali yake ilikuwa inashirikiana moja kwa moja na watekaji. Na hapo ndipo Air France Flight namba 139 ilipoingia rasmi katika mgogoro wa kimataifa uliokuja kubadilisha historia ya ugaidi duniani. Entebbe International Airport ilibadilika ghafla kutoka uwanja wa ndege wa kiraia kuwa kituo cha maumivu, hofu na maamuzi ya maisha na kifo. Baada ya kutua, mateka waliamriwa kushushwa kutoka kwenye ndege na kupelekwa kwenye jengo la zamani la terminal la Entebbe Airport. Jengo hilo halikuwa na miundombinu ya kisasa ya usalama. Lilikuwa ni terminal ya zamani iliyokuwa imeachwa sehemu kubwa, lakini sasa ikatumika kama chumba cha kuwashikilia mateka. Askari wa Uganda waliwekwa kuzunguka eneo lote la uwanja wa ndege kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kuingia au kutoka bila idhini. Ndani ya terminal, watekaji waliamrisha udhibiti wao kwa haraka. Kisha tukio moja lililotisha zaidi likatokea. Watekaji waliinua orodha za majina ya abiria. Kila jina liliposomwa, mtu alilazimika kujitokeza. Baada ya muda mfupi, mchakato wa kutenganisha ulianza. Waisraeli na Wayahudi waliwekwa kando. Raia wa mataifa mengine kama Wafaransa, wa Amerika na wengine wengi waliwekwa upande mwingine. Baada ya kutengwa, sehemu kubwa ya wale wasiokuwa Wayahudi waliachiwa kuondoka. Lakini kwa wale waliobaki nyuma, hali ilizidi kuwa nzito zaidi kuliko walivyoweza kufikiria. Kwa Wayahudi wengi waliokuwa pale, mchakato huo ulifufua kumbukumbu za historia ya maumivu ya Holocaust. Hiki ni kipindi ambacho Wayahudi walitengwa, kuorodheshwa na kuchaguliwa kwa maisha au kifo. Hofu haikuwa tu kutekwa, bali ilikuwa hofu ya historia kujirudia yenyewe mbele ya macho yao. Baada ya kuimarisha udhibiti wao ndani ya Entebbe, watekaji walitangaza rasmi madai yao. Walihusisha kundi la PFLP na washirika wao katika mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka mbalimbali kupitia vyombo vya habari na wapatanishi. Madai yao makuu yalikuwa wazi, ambayo ni kuachiliwa kwa zaidi ya wafungwa 50 wa Kipalestina,
waliokuwa wakishikiliwa katika magereza ya Israeli na baadhi ya nchi za Ulaya. Walitoa muda maalum. Walisisitiza kwamba kama masharti yao yasingetekelezwa ndani ya muda huo, mateka wangeanza kuuawa mmoja baada ya mwingine. Hali hii ilisababisha mshtuko mkubwa kimataifa. Serikali ya Israeli ilikumbwa na mgogoro mkubwa wa maamuzi. Kwenye ngazi za juu ya uongozi wa taifa kulikuwa na maswali mawili makuu. Je, kukubali mazungumzo na kutoa wafungwa ili kuokoa maisha ya mateka, au kuchukua hatua ya kijeshi hata kama ingeweka maisha ya mateka hatarini zaidi? Tatizo lilikuwa kubwa zaidi kuliko kawaida ya migogoro ya mateka. Sababu moja iliyofanya hali hii iwe ngumu zaidi, Entebbe International Airport ilikuwa mbali, ni zaidi ya kilomita 4,000 kutoka Israeli. Umbali huo ulimaanisha hakuna operesheni ya haraka ya kawaida ingeweza kufanyika. Hakuna msaada wa haraka wa kijeshi ungeweza kufika bila kupanga kwa kina, na kila saa iliyopita iliongeza hatari kwa maisha ya mateka. Kwa wakati huo, historia ya kijeshi duniani haikuwa na mfano wa operesheni ya uokoaji wa umbali mkubwa kiasi hicho, na hivyo dunia ilisimama kusubiri uamuzi mmoja ambao ungeamua maisha ya mamia ya watu. Wakati dunia ikiwa imejikita kwenye mazungumzo ya hadharani na mashinikizo ya kisiasa, ndani ya Israeli shughuli tofauti kabisa zilikuwa zinaendelea kwa siri kubwa sana. Kwenye vyumba vya mikutano vya kijeshi vilivyofichwa, jeshi la ulinzi la Israeli IDF lilikuwa linaandaa operesheni ambayo ilitakiwa kubaki siri kubwa hata ndani ya serikali yenyewe. Operesheni hiyo ilipewa kipaumbele cha juu sana na ilihusisha vikosi maalum vilivyozoezwa kwa kazi zisizowezekana. Kiongozi wa jumla wa mpango wa kijeshi alikuwa Dan Shomron. Alikuwa na jukumu la kuratibu mipango yote ya kijeshi, kuhakikisha kila kipande cha operesheni kinapangwa kwa usahihi wa hali ya juu sana. Lakini jina ambalo baadaye lilikuwa maarufu zaidi ndani ya historia ya operesheni hii lilikuwa la kamanda wa kikosi maalum cha Sayeret Matkal aliyejulikana kwa jina la Jonathan Netanyahu. Alikuwa kiongozi wa moja ya vikosi vya elite zaidi duniani wakati huo. Sayeret Matkal kilijulikana kwa operesheni za siri nyuma ya mistari ya adui, uokoaji wa mateka na misheni za ujasusi za hatari kubwa. Jonathan Netanyahu alikuwa askari aliyeheshimika sana kwa nidhamu, ujasiri na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka chini ya presha kali. Alikuwa kaka mkubwa wa Benjamin Netanyahu ambaye baadaye alikuja kuwa waziri mkuu wa Israeli. Lakini mwaka 1976 hilo halikuwa jambo muhimu kwa operation. Kilichokuwa muhimu ni kwamba Jonathan alikuwa amepewa jukumu la kuongoza kikosi kitakachovamia eneo la mateka moja kwa moja. Hii ilikuwa kazi ambayo ilihitaji usahihi wa sekunde, ujasiri wa hali ya juu na uwezo wa kufanya maamuzi wakati maisha ya watu zaidi ya 100 yakiwa hatarini. Na kwa mara ya kwanza Israeli ilikuwa inajiandaa kwa operesheni ambayo haijawahi kujaribiwa kwa kiwango hicho cha umbali, hatari na usiri. Operesheni hii ilipewa jina la Operation Thunderbolt, ingawaje kwa wengi waliiita Operation Entebbe. Changamoto kubwa zaidi ya operesheni yote haikuwa mateka wala watekaji, bali ilikuwa ni safari yenyewe. Swali lilikuwa moja tu: wangefika vipi Uganda bila kugunduliwa? Umbali kutoka Israeli hadi Uganda ulikuwa zaidi ya kilomita 4,000 kupitia anga la mataifa mengi, baadhi yakihitaji vibali vya kuruka na mengine ambayo yalikuwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Jeshi la Israeli
lilichagua kutumia ndege za kijeshi aina ya Lockheed C-130 Hercules. Hizi ni ndege za usafirishaji wa kijeshi zilizojulikana kwa uwezo wa kuruka umbali mrefu bila kujaza mafuta mara kwa mara, kutua katika viwanja visivyo rasmi na kubeba mizigo mizito ya kijeshi. Ndani ya mpango wa Entebbe, ndege hizi hazikuwa za kawaida tu, bali zilibeba maisha ya watu zaidi ya 100. Lakini bado kulikuwa na tatizo kubwa sana. Kama ndege hizi zingegunduliwa angani au zikazuiwa na rada za nchi yoyote njiani, operesheni yote ingeharibika kabla haijaanza. Hivyo safari ilipangwa kwa kiwango cha juu cha usiri. Ndege zililazimika kuruka kwa njia zisizo za kawaida, zikienda chini zaidi ya kiwango cha kawaida cha rada ili kuepuka kugunduliwa. Ilikuwa safari ya kimya yenye mvutano mkubwa, ambapo kila rubani alijua kuwa kosa dogo linaweza kumaanisha mwisho wa operesheni yote. Ndani ya ndege hizo kulikuwa na makomando wa Sayeret Matkal, madaktari wa kijeshi kwa ajili ya dharura, mafuta ya ziada ya ndege kwa safari ndefu isiyo na uhakika, na magari maalum yaliyopakiwa kwa mpango wa udanganyifu uliopangwa kutumika wakati wa shambulio. Kila mtu ndani ya ndege alijua jambo moja, ambalo wanaenda kwenye eneo ambalo hakuna uhakika wa kurudi salama, na bado hakuna hata mmoja aliyegeuka nyuma. Moja ya vipengele vilivyokuwa vya kipekee na vilivyozungumziwa sana katika operesheni hii ilikuwa mbinu ya kujificha kwa kutumia taswira ya msafara wa serikali ya Uganda. Mpango huu ulitegemea kitu kimoja, yaani udanganyifu wa kuona. Kwa sababu ndani ya Entebbe vikosi vya Uganda vilikuwa vimezoea kuona msafara wa rais, ambao mara nyingi ulijumuisha magari maalum yenye muonekano wa kifahari na ulinzi mkali. Hapa ndipo wazo la kutumia magari ya aina hiyo lilipoingizwa kwenye operation. Makamanda wa Israeli walileta gari aina ya Mercedes-Benz W123 pamoja na Land Rover Series 3. Magari haya yalipangwa kuonekana kama sehemu ya msafara rasmi wa rais wa Uganda, na hii haikuwa bahati mbaya, kwa sababu Idi Amin alikuwa maarufu kwa kutumia misafara yenye magari ya kifahari, mara nyingi akitembea na ulinzi mzito wa magari yanayofanana na haya. Mpango wa Israeli ulikuwa wa moja kwa moja, lakini wa hatari: kushuka kutoka kwenye ndege na kuingia eneo la uwanja wa ndege wakiwa wamejifanya ni msafara wa serikali ya Uganda unaowasili Entebbe. Kwa muda mfupi wa mwanzo, udanganyifu huo ulisaidia kuwapitisha bila mashaka makubwa ya haraka, lakini hali ilianza kubadilika haraka. Askari wa Uganda waliokuwa kwenye ulinzi wa eneo hilo walianza kuona mambo ambayo hayakuwa ya kawaida. Mwendo wa msafara haukufuata utaratibu wa kawaida. Mawasiliano hayakuwa yakilingana na protokoli za serikali, na harakati za ndani ya msafara zilianza kuonekana za kushuku. Ndipo hali ikabadilika ghafla, na ndipo ukimya wa usiku ulivunjwa na mlio wa kwanza wa risasi. Usiku wa Julai 4 mwaka 1976, katika giza la Afrika Mashariki, hatua ya mwisho ya operesheni ilianza kwa ukimya wa hali ya juu. Ndege za kijeshi za Israeli aina ya Lockheed C-130 Hercules zilitua ndani ya eneo la Entebbe International Airport. Kutua huku hakukuwa kwa kawaida. Hakukuwa na mwanga wa kawaida wa uwanja wa ndege. Hakukuwa na maandalizi ya wazi ya mapokezi. Ilikuwa ni kutua kwa siri, kwa kasi na kwa mpango wa kijeshi uliopangwa kwa sekunde. Ndani ya dakika chache baada ya ndege kusimama, milango ya nyuma ilifunguliwa. Makomando wa Israeli walianza kushuka kwa haraka,
wakiwa katika mpangilio ulioratibiwa kwa usahihi wa kijeshi. Hakukuwa na kelele nyingi, hakukuwa na machafuko, lakini kila askari alijua kwamba walikuwa ndani ya eneo la adui, umbali wa maelfu ya kilomita kutoka nyumbani. Kikosi kilichoongozwa na Jonathan Netanyahu kilianza kusonga moja kwa moja kuelekea jengo la terminal ambapo mateka walikuwa wamehifadhiwa. Hakukuwa na muda wa kusubiri, hakukuwa na nafasi ya makosa. Mpango ulikuwa umejengwa juu ya sekunde chache, na kila sekunde iliyopotea ilimaanisha hatari kubwa zaidi kwa maisha ya mateka waliokuwa ndani ya jengo hilo. Walijua jambo moja tu: ikiwa watekaji watapata sekunde chache za kujiandaa, matokeo yatakuwa mauaji ya haraka ya mamia ya watu, na ndiyo maana walikuwa wameshuka Entebbe bila kusita. Mara tu kikosi cha makomando kilipoingia ndani ya jengo la terminal la Entebbe International Airport, ukimya uliokuwa umetawala kwa saa nyingi ulipasuka ghafla. Operation ilibadilika kutoka hatua ya usiri kwenda hatua ya mapigano ya moja kwa moja ndani ya sekunde chache. Makomando walitawanyika ndani ya jengo kwa kasi kubwa, wakifuata mpango waliofanyia mazoezi kwa miezi kadhaa. Walipaza sauti kwa lugha mbili ili kuwafikia watekaji. Ndani ya giza hilo la terminal, kila sauti ilizidisha hofu na mkanganyiko. Mateka wengi hawakuweza kuelewa kinachoendelea kwa sekunde za kwanza. Kwao ilikuwa vigumu kutofautisha kati ya watekaji na waokoaji. Na ndipo milio ya risasi ilipoanza. Mapigano yalikuwa ya karibu sana, ya chumba hadi chumba. Watekaji walijaribu kujibu mashambulizi, lakini walikumbwa na mshangao mkubwa kutokana na kasi ya uvamizi huu. Ndani ya muda mfupi, idadi kubwa ya watekaji waliokuwa ndani ya terminal waliangushwa. Hata hivyo, katika vurugu hiyo ya haraka na ya karibu, baadhi ya mateka walijeruhiwa na machafuko yalizidi kwa wale waliokuwa hawajui ni nani alikuwa upande gani. Kulikuwa na vilio, kelele na hofu iliyochanganyika na mlio wa risasi, lakini kadiri sekunde zilivyoendelea kupita, hali ilianza kubadilika. Ilikuwa inaanza kuwa wazi kwa mateka waliokuwa hai. Hawa walikuwa sio watekaji tena waliokuwa na udhibiti wa jengo. Hawa walikuwa ni vikosi vya uokoaji, na kwa mara ya kwanza baada ya saa nyingi za hofu, kulikuwa na dalili kwamba msaada ulikuwa umefika. Wakati mapigano ndani ya terminal yakiendelea kwa kasi kubwa, tukio moja la ghafla na la maumivu lilitokea katika operation. Tukio hili lilikuwa Jonathan Netanyahu kujeruhiwa vibaya kwa risasi wakati wa mapigano ya karibu. Alikuwa akiongoza kikosi chake kutoka mstari wa mbele, akihakikisha kwamba mateka wanapatikana na njia ya kutoka inasalia salama. Katika mazingira ya vurugu, moshi na milio ya risasi ya karibu sana, alipigwa risasi na kuanguka. Hakuwa askari wa kawaida ndani ya operesheni hii, bali alikuwa ndiye kamanda pekee wa Israeli aliyepoteza maisha katika uvamizi wa Entebbe. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa kikosi kilichokuwa bado katikati ya mapigano. Lakini operesheni haikusimama. Vikosi vya Sayeret Matkal viliendelea kusonga mbele kwa kasi, wakifuata mpango wao bila kusita, licha ya mshtuko wa kupoteza kiongozi wao. Baada ya operesheni kukamilika na mateka kuokolewa, kifo cha Jonathan Netanyahu kilizua majonzi makubwa nchini Israeli na ndani ya jeshi lote. Kwa heshima yake na mchango wake katika operesheni hiyo, baadaye operesheni hii ilijulikana kwa jina la Operation Jonathan. Jina hilo likawa kumbukumbu ya kamanda aliyepoteza maisha akiwa anaongoza moja ya operesheni za uokoaji zilizoingia kwenye historia ya dunia. Wakati operesheni ya uokoaji ikiendelea ndani ya jengo la terminal, hali nje ya jengo haikuwa tulivu tena. Askari wa jeshi la Uganda
waliokuwa wamezunguka uwanja wa ndege walianza kujipanga upya baada ya kugundua kuwa uvamizi mkubwa ulikuwa unaendelea. Ndani ya muda mfupi, milio ya risasi ilianza kusikika maeneo mbalimbali ya uwanja wa ndege. Mapigano yakahamia nje ya terminal, yakigeuka kuwa vita vya haraka vya kudhibiti eneo la uwanja wa ndege. Wakati huo huo, vikosi vya Israeli vilikuwa na lengo moja la kimkakati lisilobadilika: kuhakikisha njia ya kutoka inabaki wazi ili mateka waweze kuondolewa haraka. Katika hatua ya haraka ya kijeshi, vikosi vya Israeli pia vililenga vifaa vya kijeshi vilivyokuwa ndani ya Entebbe, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za Uganda zilizokuwa zimeegeshwa katika uwanja huo. Hatua hiyo ilifanywa kwa sababu za kimkakati. Hii ilikuwa ni kuzuia uwezekano wa ndege za kijeshi za Uganda kuweza kufuatilia au kushambulia ndege za uokoaji mara tu zitakapoanza kuondoka. Kwa upande wa ardhini, hali ilikuwa ya msongamano wa mapigano. Risasi zilikuwa zikivuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Askari walikuwa wakijaribu kuchukua nafasi za kimkakati, na kila sekunde ilikuwa na uzito wa maisha ya mateka waliokuwa tayari kuondolewa. Kadiri muda ulivyokuwa unaendelea kusonga mbele, mvutano uliongezeka. Kila upande ulijua kwamba kuchelewa kwa dakika chache kungemaanisha hatari kubwa zaidi kwa operesheni nzima. Hivyo mapigano yakiendelea ndani ya uwanja wa ndege, huku uamuzi wa haraka wa kasi ya utekelezaji ukibaki kuwa kitu pekee kinachoweza kuamua matokeo ya usiku huu. Baada ya dakika za mapigano makali ndani na nje ya jengo la terminal, hatua ya mwisho ya operesheni ilianza kwa kasi isiyo na muda wa kusita. Mateka waliokuwa bado wapo hai walipelekwa haraka kuelekea kwenye ndege za uokoaji. Walipandishwa kwa mpangilio wa haraka, wakiwa chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya Israeli ambavyo bado vilikuwa ndani ya eneo la uwanja wa ndege. Ndege za kijeshi zilianza kujiandaa kuondoka mara moja. Hakukuwa na muda wa ziada, hakukuwa na nafasi ya kuchelewa. Milango ya ndege ilifungwa kwa haraka na injini zikaanza kupuliza nguvu kamili. Kisha moja baada ya nyingine, ndege zilianza kuondoka Entebbe, zikikata anga la Uganda kuelekea safari ya kurudi nyumbani. Ndani ya saa chache zilizofuata, walikuwa tayari wameingia kwenye anga la kimataifa, wakitoka katika eneo ambalo dakika chache kabla lilikuwa uwanja wa mapigano. Ndani ya ndege hizo, mateka walikuwa bado wapo katika mshtuko. Wengi wao hawakuamini kwamba walikuwa hai na wanaondoka eneo hilo wakiwa huru. Wakati huo huo, taarifa za operation zilianza kusambaa taratibu duniani. Mataifa mengi yalibaki kwenye mshangao mkubwa, na kwa mara ya kwanza usiku huo, Entebbe ilikuwa imebaki nyuma, ikiacha dunia ikijiuliza jinsi jambo hilo lilivyowezekana. Baada ya kukamilika kwa operesheni ndani na nje ya airport, matokeo ya moja kwa moja yakaanza kujulikana hatua kwa hatua. Jumla ya mateka zaidi ya 100 waliokolewa na kuondolewa salama kutoka eneo la hatari. Wengi wao walikuwa raia wa Israeli, lakini pia kulikuwa na raia kutoka mataifa mengine waliokuwa sehemu ya ndege ya Air France. Kwa upande wa watekaji, kikosi kikuu kilichokuwa ndani ya terminal kilivunjwa kabisa. Wengi wao waliuawa wakati wa mapigano ya karibu. Aidha, baadhi ya askari wa Uganda waliokuwa wamezunguka eneo la uwanja wa ndege waliuawa katika mapigano yaliyotokea wakati wa uvamizi wa jaribio la ulinzi wa eneo hilo. Hata hivyo, operesheni hii haikuwa bila hasara. Mateka watatu waliuawa wakati wa uvamizi wa moja kwa moja ndani ya terminal. Mbali na hayo, kulikuwa na tukio la kusikitisha zaidi lililotokea nje ya eneo la operation, ambapo mwanamke mmoja aitwaye
Dora Bloch ambaye alikuwa amehamishwa hospitalini mjini Kampala kabla ya uvamizi hakuokolewa. Baada ya operesheni kukamilika, aliuawa akiwa yupo hospitalini. Tukio hilo ambalo baadaye lilihusishwa na maamuzi ya mamlaka za Uganda wa wakati huo. Hivyo, licha ya mafanikio makubwa ya uokoaji, operesheni hii ilibaki na alama ya maumivu, ikionyesha kuwa hata ushindi mkubwa wa kijeshi unaweza kubeba gharama za binadamu. Baada ya tukio la Operation Entebbe kukamilika, mzunguko wa usalama wa anga duniani haukubaki kuwa ule ule kama ulivyozoeleka. Mataifa mengi yalichukua tukio hili kama somo la moja kwa moja kuhusu udhaifu wa usafiri wa anga wa kiraia dhidi ya ugaidi wa kimataifa. Baada ya mwaka 1976, ukaguzi wa abiria viwanja vya ndege ulianza kuwa mkali zaidi. Mifumo ya uchunguzi wa mizigo iliboreshwa na ulinzi wa ndege za abiria ukaongezeka kwa kiwango kikubwa. Mashirika ya kijeshi na usalama duniani pia yalichukulia tukio hili kama mfano wa kwanza uliofanikiwa wa operesheni ya uokoaji wa mateka ya umbali mrefu na ya kasi sana. Ndani ya vyuo na taasisi za mafunzo ya kijeshi, Entebbe ikaanza kuchambuliwa kama case study ya mipango ya haraka, intelligence operations na execution ya tactical surprise. Kwa upande wa maoni ya kijeshi, wengi waliiona kama moja ya operesheni zilizofanikiwa zaidi za uokoaji mateka katika historia ya kisasa. Lakini si wote walioliona tukio hili kwa mtazamo wa ushindi. Kwa wengine, hasa katika siasa za kimataifa na mashirika ya kibinadamu, Entebbe ilikuwa pia ukumbusho wa jinsi migogoro ya kisiasa inaweza kuvuka mipaka na kuingia moja kwa moja katika maisha ya raia wa kawaida ndani ya ndege za kiraia. Hivyo ilibainisha kuwa uwazi jinsi vita vya kisiasa vya Mashariki ya Kati vilivyokuwa vimegeuka kuwa mgogoro wa kimataifa unaogusa kila kona ya dunia. Baada ya kukamilika kwa tukio la Operation Entebbe, madhara ya kisiasa ndani ya Uganda yalikuwa ya haraka na makubwa. Idi Amin alikasirika sana baada ya kuona jinsi operesheni hii ilivyotekelezwa ndani ya ardhi ya Uganda bila uwezo wa kuizuia. Kwa serikali yake, tukio hili lilionekana kama fedheha kubwa ya kijeshi, udhaifu wa usalama wa taifa na changamoto ya moja kwa moja kwa mamlaka yake ya ndani. Uganda ilijikuta katika hali ya aibu mbele ya jumuiya ya kimataifa, hasa kwa sababu operesheni ilifanyika ndani ya mojawapo ya viwanja vikuu vya ndege nchini humo bila ulinzi kuweza kuzuia kwa wakati. Baada ya tukio hili, uhusiano kati ya Uganda na Israeli ulizidi kuzorota zaidi. Mivutano ya kisiasa iliyokuwepo iligeuka kuwa chuki ya wazi, huku kila upande ukilaumiana kwa matukio yaliyotokea Entebbe. Licha ya hasira na mabadiliko ya kisiasa yaliyofuata, mambo fulani yalikuwa tayari yamekamilika katika historia. Jina la Entebbe lilikuwa tayari limeingia katika vitabu vya historia ya dunia kama moja ya matukio makubwa ya utekaji ndege na operesheni za uokoaji mateka zilizowahi kufanyika, na hakuna kitu kingeweza kufuta ukweli huu. Mpaka leo, tukio la Operation Thunderbolt linaendelea kubaki kama moja ya operesheni za kijeshi zinazojadiliwa zaidi duniani. Limehifadhiwa na kusimuliwa katika filamu mbalimbali za Hollywood na Israeli, vitabu vya historia ya kijeshi na siasa za kimataifa, documentaries za kimataifa zinazochambua vita dhidi ya ugaidi, na pia katika mafunzo rasmi ya vikosi maalum vya kijeshi duniani. Katika mitazamo ya kijeshi, Entebbe imekuwa mfano wa mipango ya haraka, operesheni za umbali mrefu, intelligence ya kina na utekelezaji wa mashambulizi
ya kushtukiza. Hii ni operesheni ambayo mara nyingi hutajwa kama benchmark ya jinsi misheni ya uokoaji mateka inaweza kufanywa chini ya muda mfupi na presha kubwa. Lakini urithi wake hauishii kwenye mafanikio ya kijeshi pekee. Kwa upande mwingine, Entebbe pia imekuwa somo la kisiasa na kibinadamu kuhusu gharama ya migogoro ya kimataifa. Inaonyesha jinsi utekaji wa ndege, siasa za Mashariki ya Kati na uhusiano wa mataifa ulivyoweza kuunganika na kuleta tukio moja lililogusa raia wa kawaida kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo, nyuma ya mafanikio ya operesheni hii kulikuwa na maswali makubwa zaidi. Je, usalama unaweza kutenganishwa na siasa? Je, maisha ya mateka yanaweza kupimwa dhidi ya maamuzi ya mataifa? Na je, dunia inaweza kuzuia kurudiwa kwa matukio kama haya? Hivyo, Operation Thunderbolt haikubaki tu kama hadithi ya ushindi wa kijeshi, bali kama ukumbusho wa vita vilivyokuwa vikubwa zaidi nyuma ya pazia. Vita vya ushawishi wa kimataifa, historia na mgongano wa mataifa katika Mashariki ya Kati. Operation Thunderbolt ilionyesha jambo moja ambalo dunia haikusahau, ambalo wakati mwingine taifa linaweza kusafiri maelfu ya kilomita kwa sababu tu haliko tayari kuwaacha raia wake nyuma. Na usiku wa Julai 4 mwaka 1976 katika ardhi ya Uganda, dunia ilishuhudia moja ya operation za kijeshi zilizowahi kushangaza historia ya kisiasa. Je, unafahamu nini kuhusu Operation Entebbe? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.